Timos ni mlemavu niliyepata ajali mwaka 84 kutokana na steering rod kuchomoka usukani ukanikata mikono yangu yote miwili. Baadaye mwaka 90 aliniacha mke wangu aliyekuwa mwalimu, nikabaki na watoto. Hapa nilipo kuna kijana wangu mmoja baada ya form 4 alijiunga jeshini na baadaye akaendelea na masomo na akafaulu kwenda chuo kikuu cha UDOM. Baada ya kutoka UDOM miaka mitatu, jeshi likakataa kumpokea na mpaka sasa tunahangaika naye. Ombi langu, ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu uniwezeshe bajaji hii ya mizigo tani 1.5 ili iwe chachu katika kunisaidia mimi na familia iliyobaki, ikiongozwa na huyo kijana wangu awe kama operator. Hiyo nikisomba mbolea kupeleka mashambani na kutoa mazao mashambani kuja nyumbani. Nashukuru uongozi wa kijiji mwaka 92 ulinipatia eneo la kulima, lakini sina vitendea kazi. Kwa hiyo endapo nitapata hiyo bajaji, kwa kufuatia kijana wangu ambaye yupo, atanisaidia. Hata wakati mwingine itanisaidia kupelekea watu mizigo yao na kunipatia hela ambayo itaniondosha katika barabara kuwa ombaomba kila siku mtaani. Asante kwa kunisikiliza. Haya, asante. Onana na kijana wangu hapo tupate mawasiliano yako. Tutakupatia hiyo bajaji, haina shida. Tutakusaidia hiyo bajaji. Jina langu naitwa Yona Oluoch, afisa usafirishaji bodaboda kutoka kata ya Masaba. Ukishapata mawasiliano yake pata na ya kijana wake kurahisisha utaratibu. Jina langu naitwa Yona Oluoch kutoka kata ya Masaba, wilaya ya Butiama. Mimi ni afisa usafirishaji bodaboda. Mheshimiwa, sisi bodaboda tunasafirisha wagonjwa, wazee, wafanyakazi wasio na usafiri sehemu mbalimbali. Lakini tuna changamoto. Kuna wale wanaokopesha pikipiki kwa mkataba migumu, miezi 14, 15, riba kubwa. Unarejesha fedha mpaka pikipiki inazeeka, hujapata faida yoyote. Kwa hiyo bodaboda tunaumia sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukienda benki wanahitaji uunde kikundi. Sasa unaona ni mzunguko mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba mimi kama bodaboda uninunulie pikipiki yangu niepukane na mkopo huo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Butiama wewe! Bodaboda wewe! Haya bwana, nimekusoma. Kwa niaba ya wenzako basi tutakutafutia kwenye kikundi hapo. Tutakubaliana kuhusu namna ya kufanya mchango wetu kwenye kikundi chako ukiwemo na wewe. Haya, andika hapo kwa kijana wetu. Andika mawasiliano yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Silvanus Kuguruwesa. Mimi nilikuwa mtumishi wa serikali yetu hii. Nilikuwa mtumishi halmashauri ya wilaya ya Butiama na kama afisa mtendaji wa kata. Nilistaafu mwaka 2019 kwa hiari. Baada ya kupata malipo yangu nilikwenda PSSF, nikaangalia, nikauliza, utumishi wangu nimekaa miaka 26 napata hela kidogo hii. Wakanipa awadi ya PSSF inayoonyesha kwamba mwajiri wangu ambaye alikuwa ni mkurugenzi hakuweza kunichangia kwenye mfuko miaka 10 na miezi 6. Nilimfuata ofisini, nikawa nimemwandikia barua. Barua ile mkurugenzi alipoipata alimwandikia katibu mkuu Wizara ya Afya kwamba nilipo hela hiyo. Lakini nimekuwa nikihangaika Mheshimiwa Waziri Mkuu bila chochote mpaka nilipojenga kajumba kangu kapo ambako kameshindikana kukamilika. Ninakuwa na hofu kwa sababu nimetumika vizuri kwenye utumishi wangu wa umma mpaka mwaka 2024 nilipewa
cheti cha utumishi bora kwenye halmashauri yetu. Sasa mimi nilikuwa naomba nipate michango yangu ya shilingi milioni 44,415 ili angalau niweze kuishi katika maisha ambayo yanastahili kama Mtanzania aishi aliyestaafu. Kulikoni sasa hata maisha yanakuwa ni mabaya, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Haya, mkurugenzi wa halmashauri, hebu tuambie hili likoje, mmelishughulikiaje? Inawezekana ni la siku nyingi kabla hujaja, lakini mkurugenzi ni ofisi, anadai akupelekewa michango yake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimelisikia hili madai ya mtumishi mwenzetu aliyostaafu 2019. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nilichukue nikalifanyie kazi. Hali yake ikoje kwa sasa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo nyuma tuliandika barua kwenda Wizara ya Afya kama anavyosema, lakini hatujapata majibu. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ninavyokuomba niende nikalifanyie kazi ili tuweze kupata majibu sahihi. Haya, hebu ongozana na mkurugenzi umpe hizo taarifa zote hizo ili liweze kufuatiliwa. Mzee wangu ambatana naye. Alafu hawa ndugu zangu hawa watu wenye ulemavu wapeleke kwa katibu wangu moja kwa moja, tuwaelezee jambo lao, msiwaweke juani. Wapelekeni kwa katibu sehemu ya kivuli ya wasikilize. Wote wenye jambo la ulemavu wote, msiwaweke juani. Wote wenye changamoto ya ulemavu wapelekeni sehemu nzuri ya kivuli, katibu akawasikilize. Ya wale wote wenye masuala ya ulemavu tafuteni sehemu nzuri, katibu atawasikilizia hapo. Makatibu waongezeke huko kwa katibu, mwasikilize. Sikae juani. Haya, mpeni mwingine anayefuatia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Watere Warioba Watere, natokea kijiji cha Kibubwa. Kwanza kabla sijatoa shida yangu ni kushukuru. Mimi nilikuwepo gerezani. Tulikaa wafungwa tulikuwa tumefungwa kunyongwa, tukahukumiwa maisha. Bahati nzuri 2016 ulikuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Ulikuja tukakuomba msaada wa kutusaidia tuweze kutoka. Bahati nzuri nilibahatika kupata msamaha wa rais awamu ya pili 2021. Nilipofika nyumbani nilikuta mazingira magumu, baba yangu amefariki, mama yangu amefariki. Nikaamua kurudi serikalini kuomba msaada kutokea kijijini. Nilifika hapa, nilipokelewa. Mbunge aliyekuwepo alinipa mabati 6, nikaenda nikakata miti nikajenga nyumba. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, uhitaji wangu ni bado. Nimemkuta mama yangu ana zaidi ya miaka 90, anakaa kwenye miji ya watu. Nilikuwa nimeomba serikali yangu inisaidie hata nijengewe kibanda ili nimchukue mama yangu. Niliandika maombi, alikuja wilayani akamfikia mkurugenzi. Karatasi zake ninazo hapa, hati yangu ya kifungo ninayo hapa. Ninakuomba kwa unyenyekevu Mheshimiwa Waziri, nikabidhi hivi vitu. Nimepitia taratibu zote, nimepewa bati 6, nimejenga jumba ya miti naishi. Mama yangu bado anaishi pembeni, ni mzee sana. Naomba msaada wako serikalini. Naomba nikabidhi hizi, utazipitia taratibu. Asante, pole, mpatie katibu hapo. Mleteni mama huyo. Msogezeni. Mimi kwa majina naitwa Anastasia Ruseke, mkazi wa Butiama, kitongoji Muhunda. Mimi nina kero yangu binafsi.
Nimemsomesha mtoto wangu mpaka chuo kikuu kwa shida, kwa kuuza maji ya kandora, lakini mpaka hapo sasa hivi ana degree ya mipango. Toka amemaliza mpaka sasa hivi ana miaka 6. Pia nina mtoto mmoja ambaye ndio tegemezi langu, sina msaada mwingine. Nilikuwa naomba mheshimiwa unisaidie kwa hilo. Asante. Andikisha taarifa kwa huyo katibu hapo pembeni. Weka na mawasiliano yake na vyeti vyake.